الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من تمسك بها تنجيه من النار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج هذه الأمة من الهمجية الحيوانية الشعوذاء إلى كلمة التوحيد وحياة التوحيد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى قيام الساعة. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى وذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Ndugu zangu katika imani, hii ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Muharram. Huu ni mwezi wa Muharram, ama kwa Kiswahili tunauita mfungo nne. Kwa sisi Waislamu ni mwezi wa kwanza, kisha utafuatia Safar mwezi wa pili, utafuatia Rabiul Awwal mwezi wa tatu, utakuja Rabiul Thani mwezi wa nne, utakuja Jumada al-Ula mwezi wa tano, utakuja Jumada Thania mwezi wa sita, utakuja Rajab mwezi wa saba, utakuja Shaaban mwezi wa nane, utakuja Ramadhan mwezi wa tisa, utakuja Shawwal mfungo mosi mwezi wa kumi, utakuja Dhulqa'da au Dhulqa'da mwezi wa 11, kisha utarudi tena Dhulhijja mwezi wa 12. Hiyo ndiyo miezi ya sisi Waislamu tunayoifahamu. Katika miezi hiyo minne, hiyo miezi 12, kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hakika idadi ya miezi ambayo Allah ameiumba na sio ya kutengenezwa ni miezi 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, tangu siku alipoumba mbingu 7 na ardhi 7 na miezi 12 aliumba. Minha, katika miezi hiyo 12, arba'atun hurum, kuna miezi mitukufu minne ambayo ni mitukufu sana. Allah ameipa hadhi ya utukufu.
kwanza Dhulqaada fungo pili, unakuja fungo tatu, unakuja fungo nne, kisha unakuja Rajab. Mtume akasema, Ibn Kathir rahimahullah akasema, thalathatun sardun wa wahidun fardun, miezi mitatu mitukufu inafuatana, fungo pili, fungo tatu, fungo nne. Wa wahidun fardun, mmoja uko peke yake, ambao ni mwezi gani? Mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, popote pale mlipo, kwa kila mtu kwa nafasi yake na uwezo wake, tupo katika mwezi mtukufu wa Muharram, katika miezi ile minne. Tukimaliza huu itapita miezi hapo, Rabiul Awwal, itakuja Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, ndio itakuja Rajab. Kwa hiyo itapita miezi mitano, ndio tutaingia katika mwezi wa mwisho katika miezi minne mitukufu. Alafu tutakwenda Ramadhani, tutakwenda Shawwal, tunakwenda tena Dhulqaada, mwezi wa kwanza katika miezi minne ile ya Kiislamu ambayo ni miezi mitukufu. Ndugu zangu katika imani, watu wema katika miezi mitukufu waliishi vipi? Walifanya mema, walijitahidi kusoma Qur'an, walijitahidi kuleta adhkar nyirani mbalimbali, walijitahidi kuleta istighfar, walijitahidi sana kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanayangaikia mambo ya kheri kuyafanya, kwa sababu mpaka Mwenyezi Mungu ameipa utukufu miezi hii. Kuna jambo la siri kubwa sana, huwezi kulijua hili mpaka pale macho yako yamefumba, roho imetoka, unaonyeshwa yale uliyoyafanya mema, unatamani urudi na urudi tena. Unaonyeshwa yale uliyoyafanya mabaya, unatamani urudi uje uyarekebishe. Huwezi. Uliua mtu, uliiba mali ya mtu, ulitembea na mke wa mtu, ulitembea na mume wa mtu, ulitembea nje ya ndoa, hujaoa, hujaolewa, umezini, umefanya vitendo vibaya, ulikuwa mlevi, umefanya mambo mengi, umeharibu mali ya mtu, umekwenda kuvunja mali za mtu, umeiba, unayaona pale, na wallahi hurudi, wallahi hurudi, wallahi hurudi. Umemroga mtu. Kwa Kigoma wanasema wewe umemfanyia uozi, wewe ulikuwa ni msambizi, mwanga, usiku unasambia, unawanga. Kuna watu umewaroga, umewaweka watu ndondocha. Kigoma wanasema kabutunge. Kuna watu mpaka sasa majumbani mwao wana makabutunge, wamewatoa makaburini, wamewapoteza fahamu na kuziba pumzi kwa njia ya teknolojia ya kichawi, lakini anabakia kuwa naye, anamfanyia kazi dukani kwake, anamfanyia kazi kwenye magari yake, anamfanyia kazi kwenye mambo yake, anamtumia kama anaiba mali madukani. Chuma ulete. Hii ni siku ya Kiyama. Kabla siku ya Kiyama, kaburini umeroga. Na wallahi nikuambieni ndugu zangu katika imani, miji mingi sana imekosa baraka na wamekuwa maskini, wanaishi maisha mabaya sababu ya uchawi. Uchawi unaondoa baraka, uchawi unaondoa baraka, uchawi unahamisha watu mpaka anatafutwa mganga kuja kukuchapa wewe, kamchape. Enyi wachawi mtakufa, nyinyi wasambizi mtakufa, walozi acheni, nyinyi wakabaji, waiba simu za watu. Unakwenda kuwanga usiku kwenye nyumba ya mtu, hajui, unamkata kucha. Mtu anaamka amechanjwa chale mgongoni. My friend, one day utakwenda kaburini wewe, unakwenda
wakati wa mazishi unakuta kuna vitambaa vyekundu, vitambaa vya kijani, vifuu vya nazi, vichwa vya kuku. Wanadamu wenzangu, nyinyi acheni wanga, acheni uwezi, mtakufa na utakufa kifo kibaya, na utakuwa na maradhi uponi. Uchawi unaleta umaskini, unaondoa baraka. Angalia miji yote ambayo ina uchawi, mpaka watoto wadogo ni wachawi, maskini sana. Allah, wewe ni shahidi, nimefikisha ujumbe, nimeshasema. Kama utachukia kwamba huyu kwa nini anajidai wewe ni mchawi, unataka kuniroga, niroge, lakini na wewe one day tutakutana pale. Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يومئذ تحدث أخبارها. Bali nitasema ya Rabbi, huyu alisambila usiku kwenye kaburi hapa, huyu ndio aliyemgonga fulani. Unachomoa vipi mbele ya Mungu? Unachomoa vipi? Unamgonga mtu, unamharibia mtu biashara yake. Watu wa chuma ulete mmejezana mtaani, na chuma ulete wote ni maskini. Chuma ulete, yaani huyu mfanya biashara, wewe chuma, lakini analeta. Utakwenda wapi? Allah amefikisha ujumbe. Ardhi itasema huyu ndiye aliyemroga fulani. Mwingine anaapa wallahi wa billahi, mimi sio mchawi. Wewe ipo siku utaumbuka. Sasa huu ni mwezi wa Muharram. Hebu tujaribu kujirekebisha, tufanye mambo mema. Na mmemsikia huyu kiongozi mmoja, pamoja na kuwa bado kijana mdogo sana, anatuambia tunahitaji muangalie msikiti. Waislamu wenzangu, sadaka mlizozitoa katika msikiti huu wa Taqwa, angalieni mabadiliko. Mimi ni khatibu katika msikiti huu, sivyo msikiti ulivyokuwa, ni sababu ya sadaka zenu. Toweni sadaka, fanya chochote unachojua. Sadaka, mazulia ya misikiti, viti vya misikiti. Kuna watu sasa ni wabovu, maskini, afya zao, sehemu za kusalia, sehemu za kutawadhia. Angalia feni, weka AC itawashwa wakati wa swala, baada ya swala inazimwa. Yani mtu anasali hali ya kuwa nafsi imetulia, lakini umetoa mali yako wewe, unalikuta kaburi lako, yani ni zuri sana. Tangu roho inatoka, unawaambia wale malaika, nipelekeni haraka, kwa sababu ushaona mji unavyokusubiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu katika imani, nikukumbusheni, nizungumzie, haifai kwa Muislamu kumtisha Muislamu mwenzake, ima kwa bastola au kisu au kijiti au chupa au jiwe au manati au moto, ama kumsubiri mtu katika hali ambayo amekaa, wewe unamshtukiza mpaka anashtuka, anapiga kelele. Katika Uislamu tumekatazwa
tumekatazwa kumtisha mtu. Nitakuchoma kisu, nitakupiga jiwe, nitakuchoma na manati, nitakupiga manati, moto unakuchoma sasa hivi, nitakumwagia maji ya moto sasa hivi, nitakumwagia. Unaona ugali ulivyochemka na kumwagia. Uislamu umekataza. Ukienda katika Riyadhus Salihin, kitabu cha Imamu Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah, kuna kitabu chake kinaitwa Riyadhus Salihin, yani mlango wa 357. Anasema babu nahyi anil isharati ila muslimin bisilahin wa nahwihi sawa'un kana jaddan au mazihan wan nahyi an ta'ati as-sayfa maslula. Katika mlango ule hapa ndio tunamuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'an inasema ma farratna fil kitabi min shay. Qur'an inasema, Allah anasema sijaacha chochote katika Qur'an. Ma farratna fil kitab, yani al-Qur'an, yani ma tarakna fil, yani katika Qur'an hakuna kilichoachwa. Min shay, shay'in min nakira, wan nakira tufidu al-umum, yani chochote kile kinachohusu wanadamu, majini, wanadamu, hali ya dunia, maisha yao, Qur'an imeeleza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja akafafanua. Sasa hapa Imamu Nawawi anasema babu nahyi anil isharati ila muslimin bisilahi, mlango unaomkataza Muislamu kumwonyesha mwenzake silaha. Nitakupiga bastola, nitakupiga risasi, nitakupiga kisu. Wanahwi, na mfano wake, manati, jiwe, fimbo. Sawaun, sawasawa unamtishia. Kana jadan, ni kweli unataka kumpiga risasi, ni kweli, au mazihan, ama uzani. Siku nyingine ni bastola ya plastiki, oya nitakuchomolea hiyo, kumbe ni plastiki, toa hiyo, imekatazwa. Halafu wanahyu an ta'ati sayfa maslula, Waislamu tumekatazwa mtu kumpa kisu kikiwa wazi. Huu ndio Uislamu, na ndio maana Mwenyezi Mungu amemsifu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Qur'an, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qur'an inasema, Allah anasema sikumleta Muhammad isipokuwa ni rehema kwa walimwengu. Qur'an, Mtume Muhammad amekuja kuzungumza amani before UN. UN walikuja juzi, leo na miaka 90 nadhani 99. UN, Umoja wa Mataifa, umeanzishwa mwaka 1945 katika mji wa San Francisco, jiji ambalo San Francisco mwaka 1940, 41, 42, 43, 44 mpaka 45 mpaka kuendelea, San Francisco wanaume walikuwa mapapai. Wanaume walikuwa mapapai katika jiji la San Francisco. Na hao wazungu wanataka muwafanye muwasikilize kila kitu, walete upuuzi wao, walete ujinga wao. San Francisco, jiji la mashoga, mwaka 1944-45. Hiyo inaanzishwa Rasulullah tayari. Leo miaka 1448, UN ina miaka 99. Juzi tu mwaka 1945. Watatuambia nini? Nani anaweza akasema ana haki za binadamu duniani? Demokrasia, nani ana demokrasia Ulaya? Ulaya hakuna demokrasia, ni wababaishaji, wauaji, mavali, ni mashoga. Naomba mwatafsirie. Sihitaji kwenda Ulaya mimi, sihitaji, nitakaa Tandale kwa Mtogole, lakini United States sitaki kwenda.
mashoga hao ndio wanataka kuleta upumbavu hapo in this country. Nazungumza mimi kama msagani, mara nyingi na kariri, popote utakapokuwa in this world my friend, chukua nasema Watanzania, kiongozi yeyote wa nchi ama wa chama chochote ama haki za binadamu atakayetetea kwamba ni haki za binadamu, huyu kwanza apelekwe katika shamba la manyani, waende wakamjaribu kwanza. Mungu hawalani hawa. Sasa tumekataa. Mtume amezungumza vitu vyetu vya thamani. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, imesimuliwa hadithi na Abu Hurairah qala, Mtume anasema la yukil ahadukum ila akhihi bisilah. Mtume Muhammad, asithubutu mmoja wenu kumtishia mwenzake silaha, nitakuchoma, nitakupiga risasi, nitakupiga mkuki, nitakupiga kisu. Asithubutu. Mtume akasema fa innahu, huyu anayemtishia mwenzake, la yadri hayu la'alla ash-shaytan yanzi'u fi yadi, shaytani anaweza akamponyokesha kile, yani kusudi bahati mbaya akabonyeza kwenye sehemu ikatoka risasi. Mtume akasema fayaqa fi hufratin minan nar, akaingia katika shimo la moto, kwa sababu umeua lazima uende motoni. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, katika riwaya nyingine Mtume akasema man ashara ila akhihi bihadidatin, atakayemtishia mwenzake kwa chuma. Umekamata chuma huko garage, sawa, huko garage ama huko showroom, kwambia wewe, unaona spana, usiponiletea hela yangu siku nyingine ni mtani, oya, usiponipa hela yangu nakuchana nayo, sawa. Mtume akasema, akamtishia kwa chuma, fa innahu malaikata tal'anuhu, huyu anayemtishia mwenzake kwa silaha au chuma, malaika wanamlani, hata wa in kana akhahu li abihi wa ummi, hata kama ni ndugu yake kwa baba na mama, malaika wanamlani. Rawahu al-Bukhari fi sahih kitab al-fitan, babu qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man ashara alaina bis-silah falaysa minna, hadithi ya 2021. Wa Muslim fi kitab al-birr babu nahy an al-isharati ila Muslim, hadithi ya 2617. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Tunakatazwa kumtishia mwenzako kwa silaha. Ndio Uislamu, ndio Uislamu. Tumsikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya pili. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, Jabir sahaba alisema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amekataza an yutaafa sayfu masluda, kumpa kisu mwenzako hali ya kuwa kipo wazi. Ina maana kwamba hata kama unatembea na kisu, labda kwa mfano kule machinjioni ama ni dharura, kile kisu kinatakiwa kiwe kimeinama chini, na usikiende, kwa sababu anaweza kaja mtu kwa haraka haraka utani kikamwingia. Na kwa ina maana uwe makini na Uislamu. Huo ndio Uislamu. Rawahu Abu Daud kitabu al-jihad, babu al-jihad, babu nahi an yutaafa as-sayf maslula, hadithi ya 2585. Wa Tirmidhi fi kitab al-fitan, babu nahi an taafi as-sayf maslula, hadithi ya 2164. Waislamu wenzangu, huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunafundishwa, tunakatazwa, tunafundishwa, tunakatazwa kumtishia wenzako kwa silaha, anitaafa saifu maslula. Na hapa ndipo ninapotaka kuwashauri wale wanaouza visu mabarabarani, katika magari. Siku nyingine katika traffic lights utakuta wanatembeza mapanga namna hii, na siku nyingine Kariakoo wanatembea, oya, akichungulia tu naye, oya, akisogea tu mtoboa. Si walazimishi watu wa usalama, lakini mimi kama sheikh natoa ushauri kwa watu wa usalama. Hawa wanatafuta riziki zao, wapewe ushauri, na watu wa manispaa wawe sehemu maalum ya kuuza visu. Ni hatari. Siku nyingine upanga ule unakuja unatembeza kwenye kioo cha gari, kwenye daladala. Sasa kama jamaa anakuja na kisu, ameshapiga skanka, kapiga skanka mwanangu,
ile la Jogo la South Africa, ama amepiga skanka la kutoka Mexico au kutoka Tobago kapiga bangi, ama amepiga oxygen, ama amepiga uji wa bibi au sungura, inakuwaje? Unaweza kusema hebu jaribu hii kali sana, hatari, tumekatazwa. Naomba ichukuliwe. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarwi'i muslim, amekataza Muislamu kumhofisha Muislamu au mtu mwingine. Yani unamshtua mtu anashtuka, yani mtu anashtuka, Mungu wangu. Kuna wengine wana maradhi majumbani, wengine wana maradhi, na hapa ndipo nataka kuwashauri watu wa bodaboda wote, na waomba watu wa usalama, na wabembeleza watu wa usalama. Kuna madude yamewekwa na bodaboda kwenye exhaust, yanalia kama bastola. It's not a good, it's not right, sio sahihi. One day inaweza likatokea jambo mkadhani bodaboda hao, kumbe walishaharibu mazingira. Kuna madude yanalia kama bastola, wengine yanalia kama mizinga, just here aweze kuenjoy tu, siku nyingine yanapasuka. Bodaboda hajali maisha, kwa sababu bodaboda ni maskini, jumlisha maskini unapata maskini square. Akiumia bodaboda, hata muda wa kujitibu kwa wiki moja hana uwezo huo. Na bodaboda mwenye familia akiumia, na familia imeumia, lakini hawasikii, hawajali. Mimi wanajiuliza, hivi mtu anapokuwa anaendesha bodaboda anakuwa na akili? Wanasema ati petroli ndio inamtia kichwa vile. Sio kweli, hizo kamba sio kweli. Kwa hiyo nazungumza na vijana wa bodaboda. Kuna vijiwe wananijua, Kariakoo wananijua, Mkojuni wananijua, wote Chawangwa. Na waambia waache madude hayo, wawe makini kutafuta riziki zao. Mimi ningewaomba watu wa usalama, yale madude I don't know yanauzwa wapi Kariakoo. Why bodaboda apite ndio ujue kwamba akapita tu. Unaenjoy nini? Tatizo maskini akiwa na 50,000 basi selfie zote zitajaa kwenye simu, lakini mtu mwenye mamilioni 800 umuone hata kwenye picha, haonekani. Tatizo ni mimi na wewe, ni kila pilau tu basi nitakwenda kwenye kijiwe chote kwenda kuwarudisha hao yao. Unasikia hiyo? Piga bonge la pilau, imekusaidia nini? Tunawatija watu. Chukua mfano hapa hospitali Mwananyamala, kuna wagonjwa, kuna watu wana miezi hapa wanaumwa na hawajajileta maksudi, ni kweli wanaumwa, Allah amewapa mtihani, lakini wao unapita bodaboda pale unapiga kelele juu. Kuna wengine kisaikolojia sipotwa, kuna mwingine akisikia ile dude tukipiga kidogo anainama namna hii. Huko unapokwenda bodaboda, wakati mwingine mnapata ajali kwa laana za watu. Kuna mtu umemuumiza, anabaki analia, wewe ushaondoka, baadaye unakwenda unakula cha uso, kichwa kinapasuka. Lakini kuna mtu umemdhuru, hapa. Mtume anasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapa anasema naha Rasulullah an tarwi'i an-nas wa an tarwi'i muslim. Mtume amekataza kuwahofisha watu. Chunga kama vile ilipokuwa tarehe 29 watu usalama waliposimama imara na kututia adabu, hakuna bodaboda hata mmoja aliyetoa ule mlio. Wote wamefyata mkia, wote wako toilet kimya.
unasikia bodaboda mlio wa kawaida tu, lakini baadaye ni kwamba ndio imetokea hiyo. Hapana, mimi nawashauri watu wa usalama wasitumie uovu wala nguvu, watumie method ambazo wamezisoma kiusalama barabarani, watajua namna ya kuzungumza hapo. Lakini kwa kweli hii inakatazwa, dume linalia linapasuka. Mimi nimefikisha urusa gani? What is the next? Nini kinachofuatia? Nawakumbusha aya katika sura Ghafir. Allah, nimefikisha ujumbe. Nawakumbusha aya katika sura Ghafir, aya 44. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah, wa ufawwidhu amri ila Allah, wa ufawwidhu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Sura Ghafir, Allah anasema ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Qur'an, ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Fasatadhkurun, katika nahwu wanasema sin litanfis lilmustakbali qarib. Kama sio viwanja vyako hivyo, kaa pembeni na uache ubishi. Sin litanfis lilmustakbali qarib. Wanasema bwana wakubwa wanao asiri wasawfa tadkhulani ala almudari fataj'alani zamanahu mustaqbala. Ndio maana Qur'ani inasema fasatadhkurun, ni hivi karibu tu, ipo siku si mbali mtayakumbuka haya mliokuwa mnaambiwa. Usaganya alituambia, sababu haya mnayosema anaweza akatokea mtu akasema huyu anazungumza, huyu katumwa. Sawa, mimi nimetumwa. Wewe umetumwa Ulaya kuja kuleta vurugu nchini? Wewe umetumwa vurugu kule kuja kuleta maandamano? Sizungumzi na wewe, sikutaji jina lako. Ukiona pahala wanatajwa mateja ukakasirika wakati wewe sio teja, wewe teja. Chukua. Ukiona pahala wanatajwa mashoga ukakasirika wakati wewe sio shoga, wewe shoga. Na kama sio shoga ni mwenyekiti na mweka hazina. Sasa huu ni uovu wote unaendelea. Kwa hiyo tubadilike wenzangu, Waislamu wenzangu, Watanzania wenzangu. Hali ni mbaya, wakati wowote Mungu anaweza akatuangamiza. Madhambi yanakuwa mengi, uchafu, ushoga mpaka unaingia kwenye mipira. Vijana wanaingia kwenye mipira, wanacheza mipira. Na ndio maana hata hao wanaokimbia asubuhi, yaani mtu anakimbia hawezi kufanya jogging mpaka awe na music instrument zinampigia. Unamkuta mtu anakimbia na huku anacheza style ya kukata kiuno, wanaume. Mpaka katika michezo mipira hii, vijana katika hizi timu, sio wanapelekwa timu ya vijana, sio timu gani, sio kuna mastaa, kuna nani, vijana wengine hapati nafasi ya kucheza mpaka akubali kuliwa. Chukua vijana hivi, utajiuliza Usaganya amepata wapi? Siishi duniani, siishi mbinguni, naishi ardhini. Halafu ninachanganyika na watu, na siishi Mbande, siishi Buza, naishi mjini. Ndio manhaji ya mitume wote kuishi mjini. Na siondoke mjini mwanangu mpaka kufa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazaliwa mjini, kafia mjini. Kazaliwa Maka, kahamia Madina, kafia Madina. Mimi nimezaliwa Kigoma, ninahamia Dar hapa mjini. Kigoma kwenyewe nimetoka ni mjini na hapa ni mjini. Hii ni
michezo. Watoto wenu wanaokwenda katika michezo ya vijana, mipira, eti atapelekwa katika timu, atakuwa sijui katika Star, atakuwa sijui katika sijui nini. Kuna watoto wanajaribiwa, kuna watoto ambao wamekataa kuliwa, wamenyimwa nafasi hizo. Chukua hiyo, ujumbe umefika, wenyewe wameshajua ni nani wenyewe. Dunia imeharibika, hali ni mbaya, hali ni mbaya. Tuwe na neema hii. Mwishoni mwakumbusha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sunan Tirmidhi na katika Sahih Bukhari, kitabu al-Adab al-Mufrad. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hadithi inasimuliwa na Ubayd ibn Mihsan al-Khatmi al-Ansari radiyallahu anhu. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizathu dunya bihadafiriha. قال الألباني رحمه الله حديث حسن في الجامع الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد رحمهم الله. Mtume anasema man asbaha minkum aminan fi sirrihi, atayamuka salama, ana amani katika mji wake. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. UN hawapo duniani. Hivi mnafahamu Uislamu umeingia lini Spain? Kabla ya Marekani. Uislamu umeingia Spain mwaka 90 Hijiria. Ufaransa umeingia katika mji wa Mamboni mara ya kwanza mwaka 111 Hijiria. Katika mji wa Sisilia Uislamu umeingia mwaka 60 Hijiria. Hapa kwetu Bongo Tanzania pale Kilwa Uislamu umeingia mwaka 86 Hijiria, kipindi cha masahaba radhiyallahu anhu. Pale Kilwa panaitwa Kalawa. Wali Kilwa haitumii katika utalii sana. Naomba niyazungumze haya, na hakika kuna watu wanakasirika. Naomba mkasirike, mpasuke, kuleni sumu mfe. Kwa nini Kilwa haitaji katika utalii? Why? Because ni nchi ya Kiislamu. Kilwa ilikuwa ni Islamic State. Kilwa ilikuwa na coin, Waarabu wanaita umla, ilikuwa na pesa. Kilwa ilikuwa na misikiti zaidi ya 300. Kilwa Waarabu walikuwa wanaita Kalawa. Mwaka 86 Hijiria Uislamu unaingia Tanzania kusini pale Kilwa, wakati wa Bani Umayya, Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, Uislamu unaingia pale. Sasa unapoitangaza sana Kilwa, unautangaza Uislamu, kitu ambacho hawanacho, hawataki. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda sana hawa makafiri, wao hawakupendeni. Qur'ani sura Al-Imran, hawakupendeni, wamcheka. Lakini hapa hapana. In tusibukum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun, yani mkipatwa na mambo mazuri wanakasirika, hawampendi Muislamu. Na hata ikitokea kiongozi ni Muislamu wanakasirika sana, wanatukana sana, wanachonga sana kwenye mitandao. Why? Because of Islam. Lakini Waislamu msipate tabu, hawa Mungu anawaona. Si tusimame na la ilaha illa Allah, tufanye ibada, tufanye istighfar, tuombe dua. Leo ni Ijumaa, leo ni Ijumaa, na kuombeni. Siku lazimishi shehe saa 11, kuanzia saa 11 kasoro, kaa msikitini, kaa faragha peke yako. Akina mama majumbani, sisi tutakaokuwa msikitini, tulia, lete nyaradi zako, taja shida zako. Kama kuna mtu mbaya kwako, kuna mtu ni mbaya, taje. Ikiwa hapana Mungu, hata alamtara 73 mpige pale pale katika saatul ijaba. Hadithu sahih katika Sahih Muslim, Mtume anasema fihi sa'atun la yuwafiqu 'abdul muslim yas'alu Allah illa ataahu Allahu biha. Siku ya Ijumaa ipo saa ambayo ukiomba Allah anakupa. Ndiyo maana watu wema kina Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, Sa'id ibn Jubair, wakina Bistam
ilikuwa ikifika siku ya Ijumaa baada ya salatu al-asr, la yakhrujuna min al-masjid, hawatoki msikitini. Ametulia, analeta adhkar, ananyanyua mikono, analeta adhkar, ananyanyua mikono. Chukua leo siku ya Ijumaa, una shida zako, omba ya Rabbi, nakuomba amani ya Rabbi, tunaomba amani katika nchi yetu. Hawa wanaotaka kuleta vurugu, wanaotaka kuleta sijui hii, unawajua kimoyomoyo, wataje majina, tunawajua popote. Shughulika naye, avinde kitovu na kidole huko aliko. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Na kwa wale ambao wenye Qur'an unammalizia ni suratul Ra'd. Tushachoka na watu wabaya, tushachoka na watu wabaya. Mpige suratul Ra'd popote pale alipo, iende ikamba huyo. Hiyo ndio dawa, amani katika nchi. Mtume akasema, man asbaha minkum aminan fi sirri, mtu ameamka ana amani katika hala alipo. Na Tanzania tuna amani, wallahi tuna neema ya amani, wallahi tuna neema ya amani. Huwezi kujua thamani ya meno mpaka yatoke, na huwezi kujua thamani ya pua mpaka Mungu akuzibe pumzi, na huwezi kujua thamani ya macho mpaka Mungu achukue ile ya macho. Huwezi kujua thamani ya baba mpaka atoke, huwezi kujua thamani ya mama mpaka atoke, huwezi kujua thamani ya nchi yako. Angalia nchi nyingine, amani. Wa Tanzania amani, Waislamu amani. Ukimsikia mtu yoyote, sheitani yoyote, Firaun yoyote, Qarun yoyote, Haman yoyote, Abu Jahl yoyote, Umayya bin Khalaf yoyote, watu wa Kigoma tunasema ukimsikia nyanga na kata yoyote, nyanga na kata yoyote, lugha yoyote, ukimsikia anazungumza habari ya fujo, achana naye. Kama tulivyowaambia kabla yale, narudia tena, Waislamu wa Tanzania, msikubali kuingizwa barabarani mtadungwa. Wameharibu mali za watu, wameiba mali za watu, na mpaka kuna watu leo hawajarudi sokoni. Angalia duka zilivyoharibiwa Manzese pale, baada ya siku ya pili ya tatu imepita, kuanzia Sinza kule natembea, niko kwenye bajaji, na angalia, nimwambia dereva bajaji pole pole, wameiba, wameharibu viduka vingine kama kijifrema hapa cha mabati. Anakwenda hivi, unakwenda kuibia mtu pempa pedi, mwezi wewe unaiba pedi. Mungu akujalie utoke hedhi, na wewe aliyekutuma wote utoke hedhi, mtoke hedhi mpaka mnakufa kitandani, mnatoka hedhi. Wezi wakubwa, Mungu amani popote mlipo, na hawa na watu. Amani, amani, amani. Kama hamtojali maneno yangu, mtayakumbuka. Maana tukikaa kimya, mashehe wazungumzi hao. Tukizungumza, mama akampa mzigo, mama hajanipa hata kifurushi, hata cha miungu na korosho, lakini najua thamani ya mama. Kwa Tanzania nini? Mnaiona Dar es Salaam hivi sasa, mambo midude, unaona midude inapendezwa, unaona midude inapendezwa. Mtu Mwananyamala anahamishwa, anaambia nenda huku, acha nyumba. Amani, neema imefunguka. Mtu anaondolewa kwa bilioni 1. Sema Tanzania mimi sina hela, usiseme Tanzania hakuna hela. Sema wewe, sema mimi naumwa, mwenzako ana afya. Sema mimi sijala, mwenzako kishakula mara 4. Na mtu mwingine anaambia bwana, mimi nasikia njaa mpaka sasa. Sasa unasikia njaa, unangoja nini mjini? Neema hii ni neema ya amani. Mambo yamefunguka tena, dua zimerudi tena, lakini thamani hamuijui. Mwenyezi Mungu, ninakuomba kupitia mimbari hii, mama amaliza muda wake salama, tuletee kiongozi ambaye atakayetubana kama mwamba aliyetangulia, na wote tukae toilet, tuwe mihogo mpaka maofisini. Mlete mwamba, makao makuu yahamishie Kigoma ya nchi. Mlete mwamba. Hamjui thamani ya nchi wa Tanzania. Watanzania hamna thamani, Watanzania hamna thamani, hamjui shukrani. Lazima alete mwamba. Mungu tuletee mwamba kama Firaun aje kutubarua.
hapo nadhani tutakuwa tumepata. Sema bana, potelea mbali. Namaliza hotuba yangu kwa mithali inasema, ukisema potelea mbali, ukifata barabara iliyoandikwa potelea mbali, utafika katika mji unaoitwa laiti ningelijua. Wenyeji wa pale kuna makabila matatu yanaishi pale. Kabila la kwanza umeyataka mwenyewe, kabila la pili adurwe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an jami'i sahabati Rasulillah رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. Takbir, Msimbazi. Allahu Akbar. Lete Msimbazi wewe mwanangu. Lete vipi? Msimbazi. Msimbazi. Mashaallah. Msimbazi, sijasema Yanga. Farojoni. Farojoni. Jamani, hela. Sadaqa. La ilaha illa Allah. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi sitazungumza sana, na kama mnavyoona wakati umekwenda na haijakuwa isipokuwa mwanadamu amewekewa kiwango cha kupokea katika anayoelezwa. Sheikh Ahmed Isaganya amekwenda mbali sana na amezungumza mengi. Tujalie na tumwombe Mwenyezi Mungu atuongoze na atuafikishe katika aliyozungumza inshallah. Binafsi nimefurahi kukutana na ninyi na sina mengi sana ya kuzungumza kama nilivyosema. Tukijalia Mwenyezi Mungu akitupa wadha Ijumaa ijayo, basi tutapata kuja kutabaruku inshallah. Haijakuwa isipokuwa kuna mengi sana ya kuzungumza, lakini cha kwanza nataka kukumbusha, nime experience wakati nimekuja hapa kabla ya hutuba ya Ijumaa mpaka dakika za mwisho watu walikuwa wachache sana, na hii inasababishwa na mambo mengi. Labda niweke wazi machache. Imepokuwa kaida ya Uislamu kila baada ya swala kukutana kwao ni sababu ya kujulishana wakati uliopita yaliyojiri, na Ijumaa watu wanatangaziana ya mji yaliyojiri katika mji na ya kimataifa. Sasa ingekuwa kama tunatumia fursa hii Ijumaa, watu wanakwenda kupata habari za mji na habari zilizojiri nje ya nchi, kwa maana ya Waislamu wenzao, basi watu wangekuwa wanajituma kuwahi msikitini. Lakini kwa sababu moja katika mambo yaliyokosekana ni kitu hichi, kwa hiyo watu hawaoni umuhimu wa kufika katika swala ya jamaa au swala ya Ijumaa. Haya ni makosa makubwa sana. Mimi nina haki siku ya Ijumaa kujua matatizo ya mji, hususan kwa Waislamu, na haki na wajibu wa kujua yaliyojiri nje ya nchi, hususan yanayowahusu Waislamu. Kwa hiyo
hichi nilipenda nikiweke wazi kwamba tunachelewa sana. Misikiti mingi nimeona tunachelewa sana kuingia kufika katika swala ya Ijumaa, na moja katika sababu inayopelekea hayo niliyoyataja. Ndugu zangu Waislamu, ulimwengu unavyokwenda sasa hivi, kiasi cha kwamba hatima ya kuyazungumza ni mambo mengi sana. Ulimwengu mambo yanakwenda spidi sana, na bahati mbaya Waislamu tuko nyuma sana. Nitatoa mfano mmoja hai. Imamu hapa Khatibu Sheikh Ahmed al-Sadani amezungumza aya katika surati Tauba kama sijakosea, inna indaka shuhur inda Allah 12 shahr, hakika ya miezi katika mwaka ni miezi 12. Falsafa ya aya, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Sayyidina Jibril anamfundisha mtume, atufundisha sisi kwamba sio tu kuna miezi 12, lakini hiyo miezi 12 imefanya mwaka mmoja, zaidi ya karne 14 zilizopita. Kwa kutumia teknoloji sasa hivi tumeweza kufahamu kwamba sio tu dunia iko duara, lakini inazunguka, na inapozunguka kuelewa ilizunguka jua, inapatikana mchana na inapatikana usiku, na mzunguko unapoendelea unapatikana mwezi, na hatimaye siku 365 tunauita mwaka mmoja. Sasa alijuaje Sayyidina Muhammad mambo haya? Sallu ala rasulillah. Hii ni science, na matatizo, baadhi ya matatizo tuliyokuwa nayo ni kwamba tunasoma Qur'ani lakini hatutaki kuitafuta na kuifanyia research. Matokeo yake tunaonekana tuko nyuma na hatuendi na wakati. Hakika katika mwaka ni miezi 12. Sasa hii ni science. Dunia inajizungusha na inakwenda ikilizunguka jua. Kama tutaamua kukaa ni somo kubwa sana, na haya masala ya Arafa na mambo mengine yangekuwa yamekusha. Suala utata wa Arafa huwezi kulichambua kwa kutumia tu aya au hadithi fulani. Hapana, inataka aya, inataka hadithi, inataka lugha, inatakikana taarikhi. Zaidi ya mambo matano ndio utafiku suala la Arafa, kwa sababu kama utasema katika suratul Hajj masala ya Arafa ni katika al-qasais, ni katika historia. Kwa hiyo lazima urudi katika historia. Hapa ndipo unapomsoma Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, kisa cha kutaka kumchinja mwanawe. Sayyidina Ibrahim ni miaka mingapi kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lakini Mtume anakuja kuzungumza katika surati al-Hajj, ai maanahu suala au ibada ya udhiya ni ibada kongwe sana. Na Mtume sasa hivi katika tarehe tokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibada ya udhiya ambayo inapatikana ibada ya haji ni vitu viwili tofauti. Ibada ya haji bali na ibada ya hii ya ndani. Ibada ya haji imepata kuakhirishwa kwa mujibu wa tarehe zaidi ya mara 40. Sasa je, watu wale hawakushiriki katika hii udhiya wakati kule hakuna haji? Sisi tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo evidence hivi vitu ni viwili tofauti, na katika vitabu vyote vya fiqh huwezi kuona mwanazuoni ameunganisha katika haji na ilmu udhiya. Hivi vitu viwili tofauti.
Narudi pale pale, kama tutakusanya taarifa tukazungumza kilugha, tukaja katika hadithi, mafundisho ya Mtume, basi tutaweza kutatua na tusingekuwa na magongano yoyote. Na hili mimi ninatoa wazo na nitashiriki katika kuchangia insha Allah. Msikiti huu unajengwa na ni kazi yetu kuimarisha, lakini hautakuwa msikiti isipokuwa maombi tu kila siku kama ilivyo mingine, mpaka tusome. Na jambo hili lazima tuazimie kujenga maktaba kubwa ambayo hakuna kitabu ambacho kitakuwa hakijawekwa katika maktaba hiyo. Kwa hiyo ubishaji wote upelekee watu warudi katika vitabu. Sallu ala rasulillah. Kwa hiyo kwa kusema hayo machache, inshallah na Mwenyezi Mungu atuwafikishe, atufanyie wepesi kila mambo. Asante.